Fadhili Ali Liwaka. Mheshimiwa Spika, na mimi niungane na wabunge wenzangu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema kubwa hii ya uzima, lakini nitumie fursa hii adhimu sana kukushukuru wewe kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Spika, leo tuko hapa kama taifa tukiwa na matumaini makubwa wakati ambapo bunge letu linakwenda kupitisha bajeti hii ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Mheshimiwa Spika, niruhusu kwa unyenyekevu mkubwa sana na heshima kubwa kumpongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ndio amekuwa askari wa mstari wa mbele mwenye kupambania, kuyaishi, kuyainua na kuyauisha maisha yetu wa Tanzania kwenye eneo hili la ulinzi na usalama, hususan katika eneo la majeshi. Mheshimiwa Spika, wewe utakuwa shuhuda na wabunge wenzangu watakubaliana nami kwamba Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa na kipaumbele kisichotia shaka juu ya usimamizi wa ulinzi katika maeneo ya mipaka na jamii zetu zinazozunguka. Amekuwa akitumia sera na maono yake katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na jeshi imara lililojikita katika masuala yenye ubobezi kwenye eneo la ulinzi. Mheshimiwa Spika, naomba niruhusu pia nimpongeze sana kaka yangu na ndugu yangu Waziri wa Ulinzi Mheshimiwa Dr. Rimo Nyansao kwa kazi kubwa ambayo anaifanya, na hapa ametoka kuzungumza Mheshimiwa Kingu kwamba sambamba na kubeba jukumu zito la kuihudumia wizara hii, lakini bado amebeba sura na taswira inayoakisi namna ambavyo kiongozi anayesimamia vyombo vya ulinzi anavyopasa kuwa. Na amefika mbali Mheshimiwa Spika, akachukua maandiko yaliyobeba unyenyekevu ndani yake na kubeba nila ya mtu sahihi anayepasa kuwapigania na kuwapambania wananchi. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Nyansao si mgeni kwetu. Kwa sisi vijana wa rika yetu tumemsoma sana alipokuwa PSSSF, tumemsoma alipokuwa Azania, tumemsoma alipokuwa TIC, lakini tumemsoma alipokuwa TANESCO, alipofanya kazi kubwa ya kurudisha matumaini kwenye eneo la umeme. Na leo hii si shangai, sipati bumbuwazi nikimwona akiwa anatekeleza wajibu wake vizuri kwenye eneo hili nyeti na uti wa mgongo wa taifa letu katika nyanja zote za kiuchumi, jamii na swala zima la kiusalama lenyewe. Mheshimiwa Spika, toka jeshi letu limeundwa, tangu kuvunjwa kwa jeshi la wakoloni na nchi yetu kupata huru na kuamua kujisimamia wenyewe na kuunda jeshi la wananchi wa Tanzania, jeshi hili halijawahi kutuangusha. Mheshimiwa Spika, kama yako mataifa duniani yanaweza kufikia mwisho wa dunia yakawekwa mbele ya hukumu yakaulizwa, tuambieni katika nchi na ardhi niliyowapa mbele za Mungu nini mliwahi kujivunia? Mheshimiwa Spika, ukiacha ardhi, ukiacha maji, ukiacha uoto wa asili na mimea tuliyopewa pamoja na wanyama, jambo pekee tunalojivunia wa Tanzania ni kuwa na jeshi imara lenye nguvu, uzalendo na uwezo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika namna ya kibinadamu unaweza ukajiuliza, je, kama mimi nisingezaliwa Tanzania, neno amani na utulivu unaojengwa na jeshi imara ningeweza kuona wapi? Mheshimiwa Spika, nataka nikiri mbele ya bunge lako tukufu kuwa sisi wa Tanzania, sisi wabunge, kama vile jeshi linavyotulinda kwa silaha, kwa akili na maarifa, ndivyo sisi wananchi na wabunge tunavyowalinda wao kwa maombi, imani na maarifa yetu. Mheshimiwa Spika, jeshi letu limefanya kazi kubwa sana. Limepambana katika maeneo ya ndani na nje ya nchi. Limejenga heshima katika diplomasia ya ulinzi, limejenga heshima katika uzalishaji mali, limejenga heshima katika masuala ya usalama. Mheshimiwa Spika, kwa unyenyekevu mkubwa sana na heshima, naomba niwapongeze sana wasimamizi wa vyombo hivi. Nimpongeze sana afande CDF Jacob Mkunda kwa kazi kubwa ya usimamizi anayoifanya na utulivu aliotengeneza kwenye jeshi. Lakini nimpongeze jenerali wa JKT kwa kazi kubwa anayoifanya ya kurecruit vijana wetu, kuwatengeneza. Hatimaye leo tunapoliona jeshi la Tanzania tunaiona JKT iliyoandaliwa vizuri. Sasa Mheshimiwa Spika, mimi nilikuwa na maeneo machache sana ya kuweza kuchangia na kutengeneza ushauri wangu. Eneo la kwanza, kama tunavyofahamu, ukiachana na shughuli
za ulinzi wa mipaka, uzalishaji mali, lakini sisi sote tutakuwa mashahidi. Tumeliona jeshi letu likishiriki katika masuala ya kijamii, masuala ya kuokoa, masuala ya kutengeneza comfort kwa watu na masuala yote yanayohusu majanga. Jeshi hili limefanya kazi kubwa pale Hanang. Wa ndugu zangu Hanang watakuwa mashahidi namna jeshi lilivyofanya kazi yake vizuri. Jeshi hili limefanya kazi kubwa tulipopata majanga Kariakoo. Watu wote wanajua na tunafahamu. Jeshi hili limesimamia ujenzi pale Msomela kwa nguvu kubwa, uwezo mkubwa na weledi mkubwa. Kwa ndio kusema kwamba mashaka yetu juu ya matumizi ya maarifa ya kijeshi hayaishi kwenye medani ya vita. Bado tunayapeleka kwenye medani ya maisha ya kijamii. Sasa tuna maeneo mawili ambayo niliomba kuchangia. Jambo la kwanza ni juu ya vijana wa Tanzania ambao wanamaliza kidato cha 6. Mheshimiwa Spika, kwa sasa utaratibu tulionao ni wa kuwachukua vijana waliomaliza kidato cha 6 kwenda kujitolea kwa mujibu wa sheria. Lakini tunawaacha vijana wengi sana huko mtaani. Kwa kadiri tunavyoona uwezo wa jeshi na namna wanajeshi wanavyokuwa, basi ni ombi langu na naamini serikali yangu sikivu itaweka bajeti ya kutosha kupitia Wizara ya Fedha ili vijana wote wanaomaliza kidato cha 6 wasiende kwa mafungu, waende wote wanapokuwa wamemaliza, ili tukajenge taifa la wasomi wenye uzalendo, ili tukajenge wataalamu wenye kuijua nchi hii, ili tukajenge wataalamu wasomi watakao kuja kulipigania taifa hili kwa jasho, damu na nyama yao yote. Mheshimiwa Spika, hilo ni eneo langu la kwanza. Eneo la pili, amezungumza vizuri Mheshimiwa Jafo na nilimpenda aliposema jeshi letu limebeba heshima na matumaini. Kama kuna jambo la mwisho na nitumaini kwa Tanzania, pale wanapomwona mwanajeshi kwenye jambo gumu, hapo inakuwa wamemaliza matatizo yao yote. Mheshimiwa Spika, wako wazee wetu wamepigana vita vya Kagera, wako katika maeneo mbalimbali nchini, wako kila wilaya na kila jimbo la mbunge hapa. Mheshimiwa Spika, nilikuwa naiomba sasa wizara nishauri namna ya kufanyia kazi hili jambo. Kwenye kila wilaya kuna kamati za usalama. Naomba tuwatumie wakuu wa wilaya waliopo na wakuu wa vikosi vya mgambo walioko kule kuwabaini wazee waliobakia ambao wamepigana kulipigania taifa hili katika kuiokoa dhidi ya mashambulizi ya Idi Amin. Pale Kagera walifanya kazi kubwa sana. Sasa hawa wazee wanadai madai yao, na mimi sina mashaka Mheshimiwa Waziri, katika jambo hili tukilichukua vizuri tukaliweka kwenye utaratibu, wazee wetu hawa tutapata manufaa, tutajua namba yao na tutasaidia kuwaokoa sana. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Spika, naunga mkono hoja. Nashukuru sana kwa nafasi. Asante.